Bwana, vipi? Nimekuona muda mrefu, nini shida? Shemeji yako. Ndio. Kuna shemeji yako anakuja. Amekaa pale mmemsubiri. Nampigia simu simpati. Mtandao unapata. Kuna kitu kinaitwa PIS. Vitu gani hivyo ndugu? Huo ni mfumo umetengenezwa na LATRA kwa ajili ya kuwasaidia na kuwarahisishia abiria wote wanaojua mabasi yao, basi hili linaingia saa ngapi, liko wapi, limesimama wapi. Ala, hii unaipata kwenye simu yako ya mkononi au kompyuta. pis.latra.go.tz. Angalia liko kwenye kona, linakuja ikona ya mlango lile pale. Huyo. Wow. Sasa vituo vya mabasi kiganjani mwako. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Mtazamaji, ni wakati mwingine tena nakukaribisha katika kipindi adhimu kabisa cha usafiri na maendeleo, kipindi ambacho hukufikia kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA na hukufikia kila Jumanne wakati kama huu, na mtangazaji wako ni mimi Salum Pazi, na kusihi tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Karibu sana. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja. Mtazamaji, kipindi cha leo kinaangazia maadhimisho ya kwanza kabisa hapa nchini ya wiki ya usafiri endelevu ardhini, ambapo Wizara ya Uchukuzi ndiyo kiongozi wa uratibu wa maadhimisho haya ya kitaifa, ambapo pia inahusisha wadau wa kimataifa. Na hapa Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahyarara anaeleza haya kuhusiana na maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wadau wakubwa katika sekta ya uchukuzi katika tukio la kwanza la aina yake. Tunasema ni wiki ya usafiri endelevu ardhini, ambayo itafanyika kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 29 ya mwezi Novemba. Tukio hilo ni sehemu ya tukio kubwa la kidunia ambalo huadhimishwa kila mwaka tarehe 26 ya Novemba kukumbuka siku ya usafiri endelevu duniani. Kwetu Tanzania ni tukio la muhimu kwa sababu litatoa fursa kwa wadau wakubwa katika sekta ya usafirishaji, kwanza kushuhudia mabadiliko makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta hii ya usafirishaji, lakini vile vile katika kubadilisha uchumi wa nchi kwa kutumia sekta ya usafirishaji. Tunafahamu kuna ajenda kubwa ya nishati safi. Tanzania hivi sasa ina reli ndefu kuliko zote Afrika ambayo inatumia nishati safi ya umeme, lakini vile vile Tanzania inawekeza sana katika uchukuzi, ikiwekeza katika bandari, ikiwekeza katika reli, na SGR peke yake tutatumia zaidi ya trilioni 40 itakapokamilika kilomita zote 4707 kuanzia Dar es Salaam kuelekea mpaka Mwanza, mpaka Kigoma, mpaka Burundi, mpaka DRC, mpaka Kigali, mpaka Uganda. Lakini vile vile tunafahamu kwamba sekta ya usafirishaji ni kiungo muhimu katika uchumi wa nchi yetu. Kwa hivi sasa inachangia zaidi ya 40% ya mapato yote ya TRA, inachangia zaidi ya 98% ya biashara za nje na za ndani, kwa maana import na export, lakini vile vile ni kiungo muhimu katika uchumi. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwakaribisha, na katika wiki hiyo kutakuwa na maonyesho pale Mnazi Mmoja, mje mjionee ni kwa kiwango gani sekta yetu ya usafirishaji inakwenda kubadilisha kabisa mfumo wetu wa uchumi na uchumi wetu kwa ujumla. Kauli mbiu yetu ni nishati safi na ubunifu katika uchukuzi. Karibuni sana. Mtazamaji, tumemsikia Profesa Godius Kahyarara, Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi, ambapo ameeleza mambo mengi mazuri kuhusiana na maadhimisho haya ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini. Pamoja na mambo mengine, amewakaribisha wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa kushiriki katika maadhimisho haya kupitia maonesho yatakayofanyika viwanja vya Mnazi Mmoja, pamoja na makongamano yatakayofanyika ukumbi wa mikutano wa Julius Nyerere
jijini Dar es Salaam. Na mtazamaji, tunaposema maadhimisho ya kwanza tunamaanisha nini haswa? Hii ina maana kwamba maadhimisho haya hayajawahi kufanyika kabisa hapa nchini. Ni maadhimisho yatakayofanyika kwa mara ya kwanza na pia yatakuwa yanajirudia kila mwaka. Hiyo ndio wiki ya usafiri endelevu ardhini, ikiwa na kauli mbiu ya nishati safi na ubunifu katika uchukuzi au katika usafirishaji. Wasafirishaji wamepata mwamko wa kukata leseni za usafirishaji. Njia mpya za usafiri wa mijini zinafunguliwa. Sasa wananchi wanafika popote muda wowote. Safari za mabasi saa 24 na huduma kwa wateja saa 24. Fursa imefunguliwa ya uwekezaji katika Mtazamaji, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho haya, Wizara ya Uchukuzi imekuwa na uwakilishi wake katika kufanya vikao vya maandalizi vilivyohusisha wadau mbalimbali, na hapa tunaye Bwana Benjamin Mbimbi. Yeye ni mkurugenzi msaidizi wa usafiri wa reli Wizara ya Uchukuzi, akimwakilisha katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi. Ameshiriki katika kikao hiki cha maandalizi kinachohusisha wadau wa aina mbalimbali wa sekta hii ya uchukuzi, na hapa anashiriki katika mkutano na waandishi wa habari ambapo anaeleza wadau hawa kuhusiana na wiki hii na mambo mbalimbali yatakayojiri. Sisi kama serikali, kama Wizara ya Uchukuzi, tumeanza maandalizi ya maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini kimataifa, na kwa mwaka huu yatakuwa ni maadhimisho ya mara ya kwanza, yaani ndo tunaanza, na itakuwa inaadhimishwa kila mwaka. Sisi kama Wizara ya Uchukuzi tunashirikiana na wadau mbalimbali, wakiwemo wadhibiti, watoa huduma ambao watoa huduma wa usafiri ardhini kwa maana ya barabara, reli, usafiri wa waya na wadau wengine mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wanaguswa moja kwa moja na usafiri ardhini. Na hii tunasema ni usafiri ardhini endelevu, kwa maana ambao hauna athari za kimazingira, ambao unatumia nishati mbadala. Mtazamaji, wahenga walinena kupanga ni kuchagua. Katika kikao cha maandalizi ya wiki ya usafiri endelevu ardhini, mkurugenzi mkuu LATRA kwa kushirikiana na uwakilishi wa Wizara ya Uchukuzi na wadau hawa wamepata nafasi ya kupanga masuala na mikakati mbalimbali itakayofanya wiki hiyo iwe ya kipekee kabisa. Na hapa mkurugenzi mkuu LATRA CP Habibu Juma Suluo anaeleza kuhusiana na wiki hii na maandalizi ya serikali kuelekea wiki hii inayowashirikisha wadau wote wa sekta ya uchukuzi. Leo tumewaita kuwapeni taarifa kuhusu maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu wa ardhini ambayo itafanyika kwa mara ya kwanza mwaka 2025 Dar es Salaam, kuanzia tarehe 24 Novemba mpaka tarehe 29 Novemba 2025. Serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini yani LATRA imeandaa maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini 2025 inayotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kwa siku 6 kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 29 Novemba 2025. Wiki hii itaadhimishwa nchini Tanzania kuungana na nchi nyingine duniani kutambua siku ya usafiri endelevu duniani, inaitwa World Sustainable Transport Day, ambayo inaadhimishwa kila tarehe 26 Novemba ya kila mwaka. Katika azimio namba 77/286 77/286 la tarehe 16 Mei 2023, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa au UN General Assembly liliazimia kila mwaka tarehe 26 Novemba iwe siku ya usafiri endelevu duniani, World Sustainable Transport Day, na kuzikaribisha nchi zote duniani, taasisi za Umoja wa Mataifa, taasisi za kikanda na kimataifa, jumuiya za kiraia ikijumuisha taasisi zisizo za kiserikali yani NGOs, na wadau wengine wote wa usafiri na usafirishaji kuadhimisha siku hii kwa kutoa elimu, kuandaa matukio au shughuli mbalimbali ambazo zitakuza elimu juu ya masuala ya usafiri na usafirishaji,
hususan aina za usafiri bora na salama, pamoja na kuhamasisha usafiri unaotunza mazingira, kujenga miundombinu ya usafiri inayozingatia watu wenye mahitaji maalum, na masuala mengine ya usafiri bora, salama na endelevu. Kwa hiyo ni wiki ambayo tunajikita katika siku zile 6, lakini hasa siku ile ya 26 ndio siku ambayo dunia nzima inaadhimisha siku ya usafiri endelevu. Sasa sisi tumepanga hizo siku 6 kuhakikisha kwamba ndani ya hiyo siku kutakuwa na kilele ndani yake tuweze kupata nafasi ya kutosha kutekeleza ile azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa. Hivyo ili kutekeleza azimio vema, azimio hili la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na kwa kutambua na kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mkakati wa taifa wa nishati safi. Tunafahamu Mheshimiwa Rais alipobeba hii ajenda, serikali kupitia LATRA imepanga kuadhimisha wiki ya usafiri endelevu ardhini kwa tarehe hizo nilizotaja, 24 hadi 29. Mtazamaji, kauli mbiu ya maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini ni nishati safi na ubunifu katika usafirishaji, na hapa ikiwa ni sehemu ya waandaaji wakubwa kabisa wa maadhimisho haya, wadau mbalimbali wa usafiri wa abiria na usafiri wa mizigo ardhini wana haya ya kueleza kuhusu maandalizi ya maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu. Tunaishukuru serikali kwa kutukumbuka wasafirishaji kuwa na siku yetu ya siku ya usafiri na usafirishaji, kwa sababu hii tasnia sasa hivi ni kubwa sana, ni kama tembo mkubwa hivi. Kutokuwa na siku yake ilikuwa ni unyonge sana. Kupewa siku yetu tumepata faraja kubwa, na maendeleo ya serikali kutuletea gesi kuwa ni mbadala mafuta pia ni jambo jema. Walianza wenzetu Dangote, nafikiri mifumo ikiwa sawa, hakuna Mtanzania atakayependa kutumia mafuta, wote tutatumia gesi ili kuweza kulinda mazingira yetu. Siku zote tumekuwa tukikaa kwenye vikao hapa, tunashauri serikali kwamba labda kuwepo na tozo kama tunavyotozwa sisi kwenye nchi za wenzetu, ile carbon tax, uchafuzi wa mazingira wa magari yanayoingia kwenye nchi zetu. Sasa hili linalokuja itakuwa ni jema. Kama tutaanza kutumia gesi kwa wingi, ina maana watakaokuja wanatumia mafuta, serikali itawatoza uchafuzi wa mazingira na tutapata collection hizo zitafanya mambo mengine na mambo yataenda sawa. Kwa hiyo kikubwa kwangu ni shukrani tu sana ya dhati kwa kuwa na siku yetu ya wasafirishaji. Asante sana. Kwa kweli leo tunashukuru serikali kutuita hapa na kutambua umuhimu wa wasafirishaji na mabadiliko yanayotokana na dunia kwenye matumizi ya nishati mbadala. Sisi kama wasafirishaji, dunia inapoelekea ni kupunguza matumizi ya mafuta, hatutaki kuwa nyuma. Kwa hiyo wamiliki wa mabasi na wamiliki wa malori, na wasisitiza sana siku hiyo tujitokeze kwa wingi. Tutakutana wenzetu ambao wanatoa hizi huduma za magari ya umeme na magari yanayotumia nishati mbadala, kwa maana gesi ambayo inapatikana nchini kwetu. Kwa mfano mdogo tu nataka nilongele swala magari ya umeme. Tumebahatika kukutana nao. Magari ya umeme gharama zake zitakuwa ndogo kuliko gharama ambazo tunazitumia sasa hivi kwenye mabasi yetu au malori yetu. Moja, tuliona kama umeme 15,000 unaweza kutoa basi Dar es Salaam mpaka Morogoro, wakati mafuta yanaweza kutumika mpaka 300,000 kwa trip moja. Hii itasaidia sisi kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwenye kuagiza mafuta, kutunza mazingira yetu na gharama za spare. Kwa hiyo nawashauri sana wamiliki wa vyombo, hii ni siku yetu, tumeheshimishwa na serikali. Tujitokeze kwa wingi, tuje tuone tarehe hiyo Novemba tarehe 24 mpaka tarehe 29, tujitokeze kwa wingi. Asante sana. Bwana, vipi? Nimekuona muda mrefu, nini shida? Shemeji yako. Ndio. Kuna shemeji yako anakuja. Nimekaa pale mmemsubiri. Nampigia simu simpati. Mtandao unapata. Kuna kitu kinaitwa PIS. Vitu gani hivyo ndugu? Huo ni mfumo
umetengenezwa na LATRA kwa ajili ya kuwasaidia na kuwarahisishia abiria wote wanaojua mabasi yao, basi hili linaingia saa ngapi, liko wapi, limesimama wapi. Ala, hii unaipata kwenye simu yako ya mkononi au kompyuta. pis.latra.go.tz. Angalia liko kwenye kona, linakuja ikona ya mlango lile pale. Sasa vituo vya mabasi kiganjani mwako. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Usafiri na Maendeleo, kinachotoka kwako na Mamlaka ya Usafiri Ardhini LATRA, na leo tunaangazia maadhimisho ya kwanza kabisa ya wiki ya usafiri endelevu ardhini. Na hapa CPA Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri Ardhini LATRA, anatueleza kuhusu kauli mbiu ya maadhimisho haya. Vilevile anatueleza kuhusu mgeni rasmi anayetarajiwa kuyaongoza maadhimisho haya ya kwanza kabisa hapa nchini, kitaifa na kimataifa. Tunakuwa na kauli mbiu ya kipindi hicho cha sherehe kwamba ni nishati safi na ubunifu katika usafirishaji, inaitwa Green Transport and Innovation. Kauli mbiu hii inasisitiza jukumu muhimu la mifumo ya usafiri shirikishi yenye ustahimilivu na iliyo rafiki kwa mazingira na katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu ya mjini, inaitwa Sustainable Development Goals. Kutokana na umuhimu wa siku hii, tunatarajia pia mgeni rasmi katika kilele ile siku ya tarehe 26 Novemba awe Mheshimiwa Rais mwenyewe. Maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini 2025 itajumuisha makongamano, midahalo ya kisera, maonesho na mambo mengine kadhaa, ikileta pamoja washiriki kutoka Tanzania bara na visiwani na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na jumuiya za nchi za kusini mwa Afrika SADC, ili kuunda mfumo wa usafiri wa ardhini ulio bora zaidi, wenye ufanisi, tija na endelevu. Maadhimisho haya yatahusisha usafiri wa barabara, usafiri wa reli na usafiri wa waya kwa ajili ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Yaani tunaangalia ile sustainable development, maana yake usafiri endelevu unaangalia pia kizazi kijacho. Tunafahamu pia siku ya maadhimisho haya ni kuwaleta pamoja wadau wa sekta ya usafiri ardhini, kujadili na kuweka malengo ya pamoja ya utekelezaji juu ya namna bora ya kuboresha sekta ya usafiri ardhini ili iwe na tija kwa watoa huduma, tija kwa watumia huduma, serikali na jamii kwa ujumla. Mtazamaji, iwapo unajiuliza nini lengo la maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini, CPA Suluo anaeleza. Maadhimisho haya yanalenga kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwa mazingira pamoja na kuhimiza ubunifu na matumizi ya mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, pia kutambua na kuweka mkakati ya kuwa na miundombinu yenye kuzingatia watu wenye mahitaji maalum katika sekta ndogo ya usafiri wa barabara, usafiri wa reli na usafiri wa waya. Unaona hapa tunamtaja mtu mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Hii nayo inatunza mazingira. Ukiona hapa hatuna makaratasi mengi kwa sababu pia hatuhitaji kuwa na makaratasi mengi tukaanza kuchoma, tukaanza kufanya emission ya carbon. Kwa hiyo watu wa TEHAMA nao wanatusaidia katika kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira. Kwa hiyo usafiri unakuwa sustainable. Siku hizi pia uende kwenye safari zetu zote unakuta ni matumizi ni ya tiketi za kielektroniki na sio lazima uchapiwe karatasi. Mtazamaji, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini, wahenga walinena chanda chema huvikwa pete, vile vile mkono mtupu haulambwi. Na hapa CPA Suluo anaeleza kuhusu tuzo mbalimbali zitakazotolewa kwa wadau wa sekta ya uchukuzi walioonyesha mfano mzuri katika utendaji wao, na hawa si wengine wakiwemo wenzetu madereva kama hawa, ambapo hutumia muda wao mrefu kufanya kazi zilizotukuka katika sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini. Maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu wa ardhini yatahitimishwa tarehe 29 na itatolewa tuzo. Nimesema tarehe 29 ni mwisho, lakini tuzo tunaweza kuangalia ile tarehe 26, mgeni rasmi nafasi yake ikiwepo tarehe 26, ambayo ndio kilele kwa dunia.
tutafanya siku hiyo kwa kutoa tuzo mbalimbali. Unafahamu pia tulianza kutoa tuzo hizi mwaka jana kwa kupitia ile wiki ya usalama barabarani kwa wale wasafirishaji bora na mahiri au salama, ambapo Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango alikuwa mgeni rasmi na baadhi ya kampuni ziliweza kupewa tuzo na wengine mpo hapa. Kwa hiyo mwaka huu tumejipambanua zaidi na kufanya jambo lilo kubwa zaidi kitaifa na kimataifa ili tuweze kutoa tuzo kwa wasafirishaji bora, na tuzo zitaongezeka, sio lazima wasafirishaji. Kuna watoa huduma kwa mfano wa tiketi mtandao pia, hao nafikiri tutakwenda kuwatambua pia, lakini tutazingatia zaidi mapendekezo ambayo tutaletewa na kamati ndogo ambayo itaangalia aina za tuzo mbalimbali. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Na mtazamaji, kwa kinachofuata sasa, unaweza kusema mtarazaki hachoki, hayawi huwa na mvumilivu basi kula mbivu. Na hii ni kwa kuwa sasa tunaingia katika kipengele chetu pendwa kabisa cha swali la wiki, ambapo kupitia kipengele hiki wadau mbalimbali huweza kupata fursa ya kujipatia zawadi nono, ikiwemo pesa taslimu shilingi 50,000 kila wiki, kutokana tu na kufuatilia vipindi vyetu vya elimu na kujibu swali letu la wiki kwa ufasaha na kwa wakati kabisa. Na tunikumbushe tu, moja kati ya masharti yetu yanayozingatiwa kwa washindi wetu ni kwamba mshindi lazima awe ni yule ambaye amefuatilia au kufollow akaunti ya LATRA ya Instagram, lakini pia awe wa kwanza katika wale ambao waliojibu kwa usahihi swali linaloulizwa katika kipindi cha swali la wiki. Na mshindi wetu katika kipindi kilichopita si mwingine bali ni Bi Aisha Shabani, ambaye alijibu vizuri kabisa swali la wiki iliyopita. Na swali la wiki, mtazamaji, sikiliza kwa makini, huenda ikawa zamu yako sasa. Swali linasema hivi: tutajie kauli mbiu ya maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini. Vile vile tutajie tarehe na mahala ambapo maadhimisho haya yatafanyika hapa nchini. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA. Mtazamaji, mpaka kufikia nukta hiyo, kutoka mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, ningependa kukuambia wakati ni ukuta, na ukibishana nao basi wewe ndio utajuta. Na kwa kusema hayo, ndio jinsi ambavyo kipindi chetu cha usafiri na maendeleo kwa siku ya leo inaelekea kutia nanga. Na kukumbusha tu, tumekuwa tukiangazia maadhimisho adhimu kabisa ya kwanza ya wiki ya usafiri endelevu ardhini, na katika kipindi chetu cha leo tumepata kumsikia kiongozi wetu kutoka Wizara ya Uchukuzi. Huyu si mwingine bali ni Profesa Godius Kakyarara, katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi. Tumemsikiza pia CPA Habibu Juma Suluo, mkurugenzi mkuu LATRA, na wadau wengine mbalimbali wamepata nafasi ya kueleza masuala lukuki kuhusiana na maadhimisho haya ya wiki ya usafiri endelevu ardhini yaliyoenda kwa kauli mbiu ya nishati safi na ubunifu katika usafirishaji. Na mpaka kufikia hapo, na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. Usikose kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vinavyofuata, na fuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia runinga yako na kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama zinavyoonekana hapo chini. Na nikukumbusha tu, kama mdau, unaweza kushiriki katika maadhimisho yetu haya kwa kupitia maonesho, kushiriki makongamano, lakini pia udhamini, ambapo utapata fursa lukuki za kutangaza bidhaa zako au biashara yako kupitia maadhimisho adhimu ya wiki ya usafiri endelevu ardhini. Hadi wakati mwingine, na kutakia utazamaji mzuri. Ulikuwa nami Salum Paz kwa niaba ya wote walioshiriki katika uandaji wa kipindi hiki, na kutakia wakati mwema usiokuwa na bugdha. Kwa heri. Pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, mamlaka ya Bwana, vipi? Nimekuona muda mrefu, nini shida? Shemeji yako. Ndio. Kuna shemeji yako anakuja. Amekaa pale mmemsubiri. Nampigia simu simpati. Mtandao unapata. Kuna kitu kinaitwa PIS. Ndio kitu gani hivyo ndugu? Huo ni mfumo umetengenezwa na LATRA kwa ajili ya kuwasaidia na kuwarahisishia abiria wote wanaojua mabasi yao, basi hili linaingia saa ngapi, liko wapi, limesimama wapi. Hii unaipata kwenye simu yako ya mkononi au kompyuta.
pis.latra.go.tz. Angalia liko kwenye kona, linakuja ikona ya mlango lile pale. Huyo. Sasa vituo vya mabasi kiganjani mwako.